Mtazamaji wa Talent Media, hizi ni tetesi za soka barani Ulaya na mimi ni matumaini yangu kwamba siku yako imeenda vizuri kabisa. Na taarifa ziko pale Manchester United, lakini pia klabu ya Chelsea, ambapo tunaambiwa Manchester United na Chelsea ziko kwenye mchujo mkali wa kumnunua Karim Adeyemi wa Borussia Dortmund msimu huu wa joto, huku taarifa nyingi ambapo zimeweza kuripotiwa na TikTok zikieleza kwamba klabu hiyo ya Bundesliga iko tayari kuachana na mshambuliaji huyo kwa bei inayofaa. Sasa winga huyo mwenye umri wa miaka 24 anayejulikana kwa kasi yake ya kusisimua amekwama kwenye mazungumzo ya kuongeza kandarasi katika uwanja wa Signal Iduna Park na mkataba wake unamalizika Juni 2027. Sasa Dortmund wana nia ya kuepusha kumpoteza kwa uhamisho wa bure msimu ujao wa joto. Wako tayari kupata pesa muhimu msimu huu wa joto ikiwa zabuni zitafika bei ya euro milioni 60 hadi 70. Vilabu vichache vya Uingereza vinaona hii kama bei kubwa kwa mtu wa talanta yake. Chelsea na Manchester United wanafahamika kuwa na hamu kubwa iwapo mlango utafunguliwa. Manchester United inamwona nyota huyo wa zamani wa Red Bull Salzburg kama shabaha inayopewa kipaumbele ili kuongeza kandarasi na uelekevu kwenye safu yao ya mbele. Wanaamini kufuzu kwa ligi ya mabingwa kunawafanya kuwa mgombea hodari wa winga huyo. Na Chelsea sasa wakati huo huo tayari wameshafanya mawasiliano na wawakilishi wa Adeyemi katika kipindi cha mwaka jana, wakimwona kama nyongeza ya kuimarisha safu yao ya ushambuliaji chini ya bosi mpya Xabi Alonso. Liverpool pia haiwezi kupunguzwa bei kuhusu Reds, wakifuatilia maendeleo kwa karibu, huku wakitafuta kuionyesha upya ama kukinyosha upya kikosi chao. Na upendeleo wa Adeyemi kwa mia Uingereza umebainika na hivyo kufanya mabadiliko ya ligi kuu ya Uingereza kuongezeka. Klabu moja ya Ulaya inayowania sana ni PSG, ambayo inasemekana kufuatilia hali ikiwa itapoteza mmoja wa mawinga wao wa sasa. Walakini mvuto wa ligi kuu pamoja na uwezo wake wa kifedha na wasifu wa kimataifa unaweza kuwa wa maamuzi sana, lakini Adeyemi anaaminika kutafuta fungu kubwa la mshahara katika eneo la euro 150,000 hadi 180,000 kwa wiki, kuonyesha nia yake ya kucheza kwa kiwango cha juu zaidi. Sasa kuuza Adeyemi kungetoa pesa nyingi za kuwekeza tena, wakati mchezaji mwenyewe amezungumza kulenga juu katika kazi yake. Uwezo wake mwingi kama winga au mshambuliaji unamfanya kuwa pendeleo ama pendekezo la kuvutia kwa timu za ligi kuu. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ujerumani aliyecheza mechi 11 alijiunga na Dortmund kutoka Salzburg mnamo mwaka 2022 kwa karibu euro milioni 30 pamoja na nyongeza hapo, si ndio? Tangu wakati huo Adeyemi amecheza mechi 146 akiwa na Dortmund, akifunga mabao 36 na assist 25 katika michezo yake kama katika mchakato huo. Sasa msimu huu forward huyo amecheza mechi 39 katika michuano yote, huku 22 kati ya hizo zikiwa ni alianza. Kuna zile nyingine ambazo alitokea sababu. Sasa ukichukua 39 ukitoa 22 unapata 17, si ndio? Kwa maana michezo 17 alikuwa ametokea 7 ametoka nje, sawa. Lakini amefunga mabao 10 na kutoa assist 8, akionyesha uwezo wake wa kuchangia mara kwa mara katika mashambulizi. Adeyemi bado ana uwezo wa kuimarika zaidi, na huku United, Chelsea na Liverpool zikiwa na nia ni mchezaji wa kumfuatilia kwa karibu sana msimu huu wa joto. Kabla ya dirisha la majira ya kiangazi kufunguliwa rasmi kwa biashara, United wameona bei ya euro milioni 64 ikithibitisha kuaga kwa hisia, huku Michael Carrick pia akisema shukrani na kwaheri kwa nyota wa pili. Namna hiyo bwana, leo kwenye tetesi za soka nimekuandalia hayo tu.
leo Jumanne nzuri kabisa. Mimi ni Ali Swale Mshana na hii ni Talent Media TZ. Sina la ziada, asante na kwaheri.